dhaifu. Tunapokuwa viumbe dhaifu, tunaanguka katika dhambi, tunakosea, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo. Tunakosea kuwajibika katika familia zetu, kuwajibika katika kanisa. Kule kukosea katika maisha yetu, hiyo ni dhambi. Na ikiwa basi tumeanguka katika dhambi, tumepewa nafasi na Mwenyezi Mungu kutubu. Kumbe kukaribia toba na kukiri makosa yako na kutubu dhambi zako ni nafasi ambayo umepewa kuanza upya. Na huo mwanzo upya unaelekezwa katika sala, unaelekezwa katika neno la Mwenyezi Mungu, unaelekezwa unapoenda kanisani, unaelekezwa unapotamani kuishi maisha maadilifu na kuepukana na dhambi, unaelekezwa kuishi katika sakramenti na kutafuta njia ya kuishi maisha matakatifu. Wakristo wapendwa, hayo ndio ambayo Waisraeli walikuwa nayo. Walipochukuliwa utumwani, walifadhaika moyoni mwao, walihangaika na kusumbuka, na wakawa wanajiuliza, je, tutaondoka lini hapo utumwani? Sasa nabii Isaya ametumwa na kuwapa matumaini. Haujaji wa matumaini? Pamoja katika sala. Safari ya Waisraeli, kitu kilichowasaidia ni kuwa na matumaini. Walipoambiwa na nabii